Mradi huu unatekelezwa kwa njia ya force account ambao una gharama ya shilingi bilioni 1,483,560.45. Mradi huu ulianza tarehe 15 mwezi wa 5 2023 na ulitarajiwa kumalizika mwezi wa 12 2023. Tumepokea kiasi cha shilingi milioni 441,838,861 sawa na 30%. Ndugu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kuna baadhi ya changamoto ambazo zimesababisha utekelezaji wa mradi huu kupitiliza muda wake. Kwanza kabisa ni upatikanaji wa maji ambao ulijitokeza kipindi cha kiangazi, lakini kutokana na mvua za msimu zinazoathiri barabara na mazingira ambayo yanasababisha kutokufika madini ujenzi kwa wakati, kukosekana kwa umeme katika eneo la mradi kumeathiri shughuli nyingi zinazotegemea nishati husika kama vile kuchomelea na kukata nondo. Gharama za vifaa kupanda zinasababisha wazabuni kusuasua katika kuleta madini ujenzi. Gharama muhimu zinazoibuka ambazo hazipo katika makadirio kufanya ongezeko la matumizi ukilinganisha na makadirio. Ucheleweshaji wa nini wa material. Tunatarajia mradi ukamilike tarehe 30 mwezi wa 6 kama mambo yataenda kama yalivyopangwa. Kuhusu nguzo vyuma, supplier ni Arafu. Wizara ishafanya mawasiliano na Arafu. Muda wote vyuma vitaingia na ambao zitaingia. Kwa baada ya ambao kuingia tutaanza kupaua kwa sababu bati tunazo. Na vyuma vikiingia tutaanza kusimamisha pale kwa ajili ya kujenga hizo karakana. Na issue ya material pale kwenye blocks tayari mzabuni aishapewa order, yupo anaendelea na kufyatua tofali. Ili immediate vyuma vinapofika tunaanza kazi ya karakana. Mradi ndugu zangu, huu ni mradi mkubwa. Hela imekuja hapa ni bilioni 1,400,000. Mlishawahi kuziona nyinyi? Mimi sijaziona. Ukizipanga hapa sio unafika Mwanza au Dar. Sasa tunapaswa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Amefanya hapa kwenye kata hii ya uwanja wa ndege, lakini amefanya mambo mengine mengi makubwa kwenye wilaya yetu ya Serengeti. Lakini sio Serengeti tu, Tanzania nzima kwa ujumla wake. Mambo makubwa, miradi mingi. Sasa kiuhalisia kwa kweli, kiukweli ni kweli mradi wetu umechelewa, lakini tunaenda kuhakikisha kwamba fedha zitakuja na zije kwa wakati. Tarehe ambayo tumepewa sasa hivi ya tarehe 30 mwezi wa 6, tuhakikishe mradi huu unakamilika na unaanza, watoto wetu wanaanza kuja kusoma hapa. Sawa ndugu zangu? Hilo ndio kubwa sisi ambalo tunakwenda kulifanya kama serikali ya wilaya, kuhasukuma huko juu ili hizi fedha zije, mradi ukamilike, watoto wetu waanze kwenda shule. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hapa hakuna kumshika uchawi yoyote. Tunaelewana Mradi huu tunasimamia sisi kama halmashauri kwa sababu uko kwetu. Sawa? Lakini fedha zote zinatoka wizarani. Sawa ndugu zangu? Kwa mnaweza mkamchukia dedi huyu, mkamchukia engineer huyu, mkamchukia sui nani, mnaona labda mambo hayaendi. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa sisi tutakwenda kusukuma fedha ipatikane, tutaenda kuhangaika, tutamshirikisha pia mkuu wa mkoa na wengine wote ambao watadhani wanaweza kuwa msaada, lakini mwisho siku hela ije ili mradi uweze kuendelea. Tunaelewana Kwa hilo tunakwenda kulifanya, tutahakikisha tarehe 30 mwezi wa 6 huo utakapofika, tunakuja hapa kusherehekea wote wa pamoja, sisi wana uwanja wa ndege, lakini wenye kijiji hichi cha Marulu na vijiji vyote vya karibu hapa kwa ajili ya ufunguzi. Mimi natamani iwe hivyo. Sawa ndugu zangu? Kwa hilo tunakwenda kulifanya na uhakika Mheshimiwa Rais wetu ni msikivu sana. Miradi mingi ameifanya kwetu. Anatupenda sana. Si ndio Sisi tuliobaki tuna deni sisi kwake. Na huu mradi wa ujenzi wa VETA katika eneo hili nadhani itakuwa ni faraja na itakuwa ni mkombozi kwa watoto wetu, kwa vijana wetu kupata ujuzi ambao utawapa ajira ambayo haitakuwa na mashaka, kwa sababu watakuwa na ujuzi ambao watautumia kufanya shughuli mbalimbali za kujipatia kipato bila usumbufu. Hivyo mimi nafurahi sana kwa ujio wa mkuu wa wilaya
kuja kututembelea na kuhamasisha ujenzi uendelee. Kwa hiyo mimi napongeza